Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na kile ambacho kimekuwa vita kati ya runinga ya CNN kwa chapisho lililoweza kuchapishwa naye Larry Madowo pamoja na uongozi mzima wa serikali ya awamu 7. Sasa hatua hivi punde ambayo imeweza kufuatia kutokana na vuguvugu la vita vinavyozidi kuendelea ni ya kwamba ripoti ya CNN kuhusu mauaji ya Tanzania yafika kamisheni ya Senate ya mambo ya nje Marekani, na wameweza kutoa pendekezo kubwa na agizo nzito la uchunguzi wa haraka uweze kufanyika. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na kile ambacho kimeweza kufanywa dhidi ya vita ama dhidi ya ugomvi ulioko kati ya runinga ya CNN na uongozi mzima wa serikali ya awamu 7 katika Jamhuri ya Tanzania, kwani kutokana na kile ambacho kimeweza kupendekezwa ni agizo jipya ambalo limeweza kutolewa na kamisheni ya Senate ya mambo ya nje huko Marekani, ya kwamba picha zilizoweza kuonekana na video iliyokuwa ikipeperushwa na Larry Madowo na ushirikiano wa wanahabari wengine wa CNN, picha zile sio picha za kubuni za AI, bali picha zile ni picha halisi ambazo zinazidi kuashiria matukio yaliyoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania kipindi na wakati ambapo uongozi uliokuwa unatawala uliweza kutoa agizo kwa vitendo hivyo vya kikatili viweze kufanyika. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii imekuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo Larry Madowo pamoja na timu yake CNN waliweza kujibu baada ya uongozi wa serikali ya awamu 7 kudai kwamba picha hizo ni za kubuni ama za AI, bali CNN wao binafsi waliweza kudhibitisha kudai kwamba waliweza kuita viongozi wakuu katika serikali ya awamu 7 na wao waweze kutoa maoni yao kuhusiana na maandamano yaliyokuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Waliweza kukataa, hivyo basi hawakuweza kutoa ripoti ya upande wao kuhusiana na maandamano ya kihistoria yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, moja jambo ambalo linazidi kufanikisha ama kudhibitisha wazi kwamba mass graves ambazo ziliweza kuonekana katika documentary ya Larry Madowo ama documentary ya CNN ni ya kwamba kile kilichoonekana kupitia satellite, mitambo hiyo mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sio kama kanda CCTV ambayo unaweza ukaivuruga ama ukaweza kuifanyia ukarabati wowote ule, bali satellite ni kitu ni kifaa ambacho kinaonyesha ukweli wa mambo halisi kila muda. Hivyo basi kuna dhibitisho kubwa kuhusiana na mass graves, huenda ikawa ni kweli kutokana na kile ambacho kiliweza kupeperushwa na runinga ya CNN, jambo ambalo linazidi kumpa ushindi mkubwa Larry Madowo kwa kesi ama vuguvugu hili linalozidi kuendelea kati yake pamoja na uongozi wa serikali ya awamu 7. Pia imeweza kubainika kwamba uchunguzi wa haraka ambao wameweza kuahidiwa kuchukuliwa kufanyika hivi sasa huenda kaweza kuathiri pakubwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi mzima na viongozi wakuu walioko katika chama tawala cha CCM, jambo ambalo Watanzania wengi hivi sasa wanazidi kulifuatilia kwa makini. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba iwapo kweli haki itaweza kufanyika, moja kwa moja ikumbuke maafisa wa polisi waliweza kutumia live bullets kutawanya waandamanaji, na ndipo ambapo inazidi kusababisha vifo vingi vya idadi kubwa ya vijana Gen Z na wengine ambao hata sio Gen Z,
ila waliweza kupoteza maisha yao kipindi na wakati ambapo ghasia hizo za maandamano ziliweza kuzuka. Pia ikumbuke kwamba hatua hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo linazidi kuibua maswali mazito kwa maafisa wa polisi. Je, agizo hilo ni nani aliweza kutoa? Hivyo basi, iwapo agizo hilo kuna mtu aliyeweza kuhusika kutoa agizo hilo dhidi ya waandamanaji, moja kwa moja naye ataweza kujipata pabaya kutokana na uchunguzi unaozidi kufanyika rasmi. Mtazamaji wangu, jambo ambalo watu waliweza kutarajia katika maandamano hayo ya Jamhuri ya Tanzania, kwanza kabisa, visa vya uhaini kwa yoyote yule anayezidi kukamatwa vinazidi kuwa vingi, jambo ambalo liliweza kuzungumziwa pakubwa na vikali mno. Hivyo basi, isingekuwa vema iwapo swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ungeweza kushuhudiwa, bali maafisa wa polisi waweze kupewa hata vitoa machozi, pia waweze kupewa gari la kurusha maji ya kuwasha kwa waandamanaji ili waweze kuwatawanya waandamanaji, na pia kuwaekea ulinzi na sio kuchukua maisha yao kupitia bunduki. Hivyo basi, mtazamaji wangu, iwapo uchunguzi huo utaweza kufanyika, basi viongozi wengi walioko katika serikali awamu ya 7 hivi sasa, waliokuwa katika serikali awamu ya 7 moja kwa moja wataweza kuathirika pakubwa, jambo ambalo linazidi kusababisha Jamhuri ya Tanzania kuiomba pakubwa. Mbaya kabisa, mataifa ya kigeni hivi sasa wanazidi kufuatilia kesi hiyo, hasa utumiaji wa nguvu kupita kiasi uliotumika kwa waandamanaji na pia ukiukaji wa haki za binadamu. Hivi sasa mwanaharakati Mariam Sarungi ameweza kudhibitisha kesi hii inazidi kujadiliwa na hata hatua kali kuchukuliwa kwa viongozi waliokuwa mamlakani na uongozini kutokana na mauaji hayo yalipoweza kutokea. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, pia moja jambo ambalo hivi sasa media za Tanzania zinazidi kupitia, media nyingi za Tanzania wanaozidi kumiliki wanazidi kufananishwa naye Larry Madowo, kwani sote tunafahamu kwamba media kubwa katika Jamhuri ya Tanzania zilizokuwa zikitarajiwa kusimama na raia wakati huu hazikuweza kufanya hivyo, tofauti kabisa na kile ambacho kimeweza kufanywa naye Larry Madowo. Sasa Watanzania wengi wanazidi kumsifia, kumiminia sifa Larry Madowo, jambo ambalo hakuweza kutarajia, ila sisi hapa tungependa amani katika Jamhuri ya Tanzania, haki iweze kupatikana, pia mambo yaweze kurudi shwari bila ubaguzi wa kidini, pia ubaguzi wa kikabila ama chochote kile ambacho kitaweza kuleta vurugu katika Jamhuri ya Tanzania. Bye bye until the next video.